ofisi ya mufti sasa hivi ina talaka 640. Sasa sijui ni kukosa elimu kwa wale wanaooa, au hali ni ngumu ya wao wenye wao sio vyema, haitambuliki hii hali. Lakini elimu inayotoka ni ndogo sana juu ya waoaji na hao waolewa, kwa sababu uende katika sehemu zote mbili, usiende sehemu moja tu akalaumiwa mume hali ya kuwa na mke na yeye ni vile vile. Kwa vile hizi sehemu hizi, Mheshimiwa Mwenyekiti, lazima tuziangalie vizuri sana kuhusu hali hii ya hii talaka. Talaka inakuwa ni kubwa sana, yatakikana tupatikane elimu iliyokuwa ni kubwa sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nende katika sehemu ya pili, nayo hii ni sehemu kubwa sana katika jamii, wakfu na mali ya amana. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakfu na mali ya amana wanakushanya mali, wanapita kwenye sehemu za matajiri, wanapita kwenye sehemu za maduka wakikushanya hii mali. Lakini hii mali wanaoizuia au wanaoipewa ya mirathi, baada ya wale watoto washakuwa wakubwa sasa watakaorithishwe, basi huchukua muda mrefu sana, na mpaka wengine kutaka kuisamehe ile mali. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, hii nafasi hii ya mirathi, wakfu na mali ya amana ni sehemu, ni muhimili mkubwa sana, sawa sawa na hii ofisi ya mufti. Kwa hiyo aje hapa waziri atakapozungumzia kuiweka sawa juu ya masuala haya, tutataka yaondoke, ashefika pahali apewe haki yake kwa mujibu wa utaratibu. Mheshimiwa, nakuja katika ibada ya hija. Ibada ya hija sasa hivi kila mmoja afanya biashara, watu ni msongo, kila mmoja ana sehemu yake ya kutafuta watu hawa kwa ajili ya, inakuwa pesa inakuwa ni nyingi sana na usumbufu unakuwa ni mwingi sana. Ebu waziri, hili suala la ibada ya hija na watu waitaka hii ibada ya hija, fanya utaratibu wako wa cheo chako ili suala liwe jepesi juu ya maslahi ya wale watakao kwenda. Asifike pahali mtu atakaye kwenda alhaji halafu yake ikaajibikia akaivunja safari kwa ajili ya vikwazo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ofisi hii ya wakfu kukushanya na kugawa zaka, hupata wa mali ikawa sasa, lakini hii mali anayegaiwa ni maskini na fukara na maskini ndiye anayegawanyiwa hii zaka. Zaka hii inagawanyika katika sehemu mbili. Hii tiketi anayoipata kwa ajili ya watu kwenda alhaji, apewa mtu aliyekuwa na nafasi yake ya kuwaende, wale walengwa hawapewi. Mheshimiwa Mwenyekiti, namtaka waziri aje hapa anifahamishe haya masuala ambayo nayazungumza kwa ajili ya maslahi ya wananchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakuja katika mahakama na mwendesha mahakama DPP. Mheshimiwa mwendesha mahakama na mwendesha mashtaka DPP, kuna kesi ambazo
zinapotokezea huwa ni za kiajabu ajabu, na hili suala ni suala langu mama ambalo niliuliza. Mheshimiwa Mwenyekiti, watoto anapokwenda mahakamani akapelekwa kwa kufanya kosa, mahakama, hakimu na jaji hupitishwa suala hili kwamba mtoto huyu aekwe rumande, mtoto huyu ambaye ana miaka 13. Hayo yapo wala hayakataliki, lakini sijaiona sharia inayosema kwamba mtoto yule yule anapochukuliwa ni mshangazi yule yule, hakuna tatizo lolote, wanawachukua waliokuwa wana miaka 13. Anayebaka Mheshimiwa Mwenyekiti, mtoto huyu ambaye ana miaka 17, 16, katoka hapa, katoka Fuoni kuelekea Bububu kumfuata mwanamme, lakini kwa zile kesi za kubandikiziwa, kesi zile za kubandikiziwa, huchukuliwa mwanamme akaenda akaikwa ndani, na wakati huo anayebaka ni mwanamke. Anayebaka si mwanamme, anayebaka ni mwanamke. Kwa nini achukuliwe mwanamke asichukuliwe? Kwa nini achukuliwe mwanamme asichukuliwe mwanamke? Sina objection ya mtoto wa miaka 3, miaka 4, miaka 10, lakini huyu 17 hepakiwa pahali popote, kantoka mwinyiwe, na siku nyingine waendesha vyombo winyi wao kashakubali mtoto mwanamke. Kwa nini wewe uje umchukue ukamweke ndani huyu na wana siri zao winyi wao? Mheshimiwa Mwenyekiti, kesi za kubambikizwa zimekuwa nyingi, na kesi za kukaa watu ndani zimekuwa nyingi. Kesi ya kuwa ichukue wiki 2 lakini huchukua miezi 8. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu sitakimwekea mtu jambo, unafahamu, lakini kwanza siungi mkono hoja mpaka pale waziri atakaponielezea maneno ya kuridhisha. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante sana.